Naitwa Kenan Laban Kiongozi, ni katibu wa neki itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi. Leo hii tumekutana kwa ajili ya kuelezea mwenendo mzima wa kampeni za uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi, ambapo wote tunakumbuka tarehe 28 ya mwezi wa 8 mwaka 2025 Chama cha Mapinduzi kilifanya uzinduzi wa kampeni katika viwanja vya Tanganyika Packers jijini Dar es Salaam, na kampeni zile zilikuwa ni kampeni za kihistoria au uzinduzi wa kihistoria kwa sababu ulivunja rekodi kwa mahudhurio, lakini hamasa na shamra tangu kuasisiwa kwa chama hiki mwaka 1977. Kwa hiyo uzinduzi wa kampeni mwaka 2025 ulikuwa ni wa kipekee. Lakini tumie fursa hii kwanza kwa kuwashukuru sana Watanzania wote kwa namna ambavyo wameendelea kujitokeza kwa wingi katika mikutano ya kampeni ya Chama cha Mapinduzi, lakini kwa namna ambavyo wanaonesha imani kubwa kwa mgombea urais wa tiketi wa Chama cha Mapinduzi ambaye anagombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Na hili waandishi wa habari mtakuwa ni mashahidi kwa sababu mmeshiriki katika kampeni hizi katika baadhi ya mikoa, wilaya, majimbo. Tumeshuka mpaka kwenye tarafa, kata, vijiji, vitongoji na maeneo mengine ambayo hayajawahi kufikiwa na mgombea, lakini mgombea ameweza kufika. Sasa tangu mkutano huo, mgombea wetu wa urais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameshafanya mikutano zaidi ya 77 katika mikoa 21 kwenye kanda ya kati, kanda ya magharibi, kanda ya kusini, nyanda za juu kusini, Pemba na Unguja kwa maana ya Zanzibar, lakini vile vile tumemaliza juzi katika kanda ya kaskazini ambapo tumemaliza katika mkoa wa Manyara, hasa katika mji wa Babati. Zaidi ya watu milioni 14.6 wamejitokeza kwenye mikutano moja kwa moja, lakini zaidi ya watu milioni 31.6 wamefuatilia kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwa namna gani siasa za Chama cha Mapinduzi wananchi wa taifa letu wanavyozifuatilia, kwa sababu ndio chama pekee ambacho kimebeba matumaini na matarajio ya wananchi wetu. Lakini mikutano yote hiyo ya kanda kwa kanda, mkoa hadi mkoa, mahudhurio yamekuwa makubwa. Hiyo ni kuonesha jinsi mgombea wetu wa urais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anavyokubalika na wananchi kwa mamilioni, na wamewekeza imani kubwa kwake, hasa katika ukuaji wa maendeleo lakini uchumi wa taifa letu. Imani ya wananchi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan sio kwa bahati mbaya, inakuja na imechagizwa na uongozi wenye mafanikio makubwa lakini unaothamini utu wa Mtanzania katika sekta zote ambazo ni za kipaumbele. Lakini sambamba na hilo, ukiangalia katika kipindi cha miaka minne ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan alipewa dhamana kwa mujibu wa katiba kuongoza taifa letu, ameweza kukamilisha miradi mingi ya kimkakati, miradi mikubwa ambayo iliasisiwa katika kipindi kilichopita. Mfano, tulikuwa na ujenzi mkubwa wa mradi wa umeme wa bwawa la Mwalimu Nyerere, mradi ambao unakwenda kuzalisha umeme megawati 2115, na ule mradi ulikuwa unagharimu zaidi ya trilioni 6 na bilioni 500 za Kitanzania. Leo tunapozungumza mradi ule umeshakamilika 100%. Umeme umeshaunganishwa kwenye gridi ya taifa, na Watanzania wanafurahia kazi kubwa ambayo imefanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kukamilisha mradi ambao ulikuwa ni ndoto ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwamba lazima taifa liwe na mradi mkubwa. Mradi ule umeshakamilika na umeme unapatikana. Lakini mradi wa pili mkubwa ulikuwa ni mradi wa reli ya kisasa Standard Gauge Railway ambao ulikuwa unagharimu zaidi ya trilioni 7 na bilioni 200. Leo tunapozungumza mradi ulishakamilika, na ninyi waandishi wa habari wengine mmekuja kwa treni hapa na Watanzania wanaendelea kupanda treni. Maana yake mradi ule unatoa huduma kwa wananchi, na zaidi ya kilomita 722 zote zimekamilika kwa 100%. Lakini pia kumekuwa na mapinduzi makubwa sana. Sasa hivi shirika la reli la Tanzania TRC lina vichwa vya treni 17 na mabehewa 65. Lakini treni ya mizigo imeshawasili na tuliipokea, na nadhani hili mnalifahamu. Lakini ukiachana na hilo, tulikuwa na ujenzi wa daraja la JPM Kigongo Busisi Mwanza,
mradi ambao unagharimu zaidi ya bilioni 700. Mradi ule umeshakamilika na unatoa huduma na ulishafunguliwa miezi miwili iliyopita. Sasa kwa mambo haya unaweza ukaona dhamira ya dhati ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha anasukuma ajenda kubwa ya maendeleo ili Watanzania waweze kunufaika. Kwa hiyo unapoona wingi wa watu kwenye mikutano, wananchi wanapojitokeza, vyama mbalimbali vinavutiwa na mikutano ile, ni kwa sababu kuna namna kubwa ambayo mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi ambaye ni Dr. Samia Suluhu Hassan anatimiza wajibu wa kuhakikisha Watanzania wanapata kile ambacho kinastahili. Lakini ukiachana na hiyo, mnaweza mkakumbuka wakati mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anapozindua kampeni pale Kawe, alisema ndani ya siku 100 kuna mambo makubwa atakwenda kuyafanya, ikiwemo kuruhusu wananchi waliokuwa wanazuiliwa maiti waweze kupewa maiti bure, waende wakazike ndugu zao, kwa sababu awali kulikuwa na changamoto kubwa, lakini kuna utaratibu mzuri utawekwa na serikali katika kipindi kinachokuja ili mambo haya yaweze kuisha. Lakini jambo la pili, wagonjwa wenye saratani, magonjwa yasiyoambukiza wataangaliwa kwa jicho la pekee ni namna gani serikali itaweka vifaa tiba, itaweka miundombinu mizuri ili mwisho wa siku Watanzania waweze kutibiwa. Lakini alizungumza kwamba atatoa zaidi ya bilioni 200 kwa wafanyabiashara wadogo wadogo ili kuwainua kimtaji, lakini isaidie kutengeneza ajira mpya kwa walimu ambao watakwenda kuajiliwa katika shule zetu, watoto wetu waweze kusoma na kupata ufaulu mzuri. Lakini ataenda kuajiri wahudumu wa afya katika sekta ya afya ambayo ni sekta kipaumbele, kwa sababu bila afya hakuna mtu anaweza kufanya jambo lolote. Kwa hiyo haya yote mgombea urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameahidi kwenda kuyafanya ndani ya siku 100 ambazo atakuwa ofisini. Sasa mambo haya Watanzania walio wengi wanapoyasikia wanaona dhamira ya kweli, wanaona utu, wanaona utayari wa mgombea kwamba Dr. Samia anakwenda kutekeleza, kwa sababu miaka 4 iliyopita amefanya mambo makubwa ambayo yamevunja rekodi na ameweka alama kubwa ndani ya taifa letu. Lakini jambo lingine, leo tunapotazama kalenda, Oktoba 5 zimebaki takriban siku 24 kufanyika kwa uchaguzi mkuu. Mgombea wetu wa urais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ataanza ziara ya kampeni kanda ya Ziwa, kwa maana ya mikoa ya Mwanza, Geita, Shinyanga, Simiu, Mara, Kagera, kwenda kuzungumza na wananchi wa maeneo hayo, lakini kwenda kuinadi ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2025-2030. Na katika mikoa hiyo mgombea atakwenda kukutana na makundi mbalimbali ya watu akielezea sera, nini chama kitakwenda kufanya na ahadi ambazo zipo ndani ya ilani zinakwenda kufanikiwa kwa namna gani. Kwa hiyo nitumie pia fursa hii kuwaalika wananchi wa mikoa ya kanda ya Ziwa kwamba Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan atakuwepo kule kuanzia tarehe 7 kwenda kuanza kampeni na kunadi ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi kwa miaka 5 inayokuja. Lakini kama nilivyosema awali, kanda ya Ziwa imefanyiwa mambo mengi. Moja, kukamilika kwa daraja la Kigongo Busisi maarufu daraja la Magufuli ambalo limegharimu zaidi ya bilioni 700. Lakini jambo lingine, kanda ya Ziwa kumekuwa na miradi mingi ya maji ambayo inatekelezwa, ikiwemo mradi wa Ziwa Victoria ambao utakwenda kupeleka maji katika mikoa mingi, Shinyanga, Tabora, Simiu na maeneo mengine, ambapo wananchi watakwenda kupata maji safi na salama. Lakini pia kumekuwepo na ujenzi wa vivuko, ununuzi wa meli, na haya yote yamefanyika katika kanda ya Ziwa. Lakini kule wanadili zaidi na sekta ya uvuvi. Kupitia Ziwa Victoria, Dr. Samia Suluhu Hassan alipeleka ambulance boat ambayo inasaidia katika uokozi. Kama tunavyofahamu, kumekuwa na majanga yanatokea, changamoto katika uokozi, lakini serikali imeweza kununua boti ambayo ni ambulance kwa ajili ya kusaidia kuokoa wananchi na wavuvi wanaofanya shughuli katika ziwa, lakini wanaosafiri kwa kutumia usafiri wa maji. Kwa hiyo kanda ya Ziwa kuna mambo mengi, haya ni kwa uchache, lakini mengi yatazungumzwa kama yalivyoelekezwa kwenye ilani, na mzungumzaji ni yeye mwenyewe Dr. Samia Suluhu Hassan atakwenda kuyakamilisha. Lakini jambo lingine ambalo mgombea wetu urais amelithamini ni kufanya kampeni za kistaarabu.
Tangu kampeni zilipozinduliwa, mgombea amekuwa akisisitiza utu wa Mtanzania, kulinda, kuthamini na kuheshimu watu. Kampeni zisizo na matusi, kampeni zisizo na kejeli, kampeni zisizo na kebehi, ni kampeni zenye staha, lakini kampeni ambazo zinaunganisha taifa. Amekuwa akihimiza amani, umoja, upendo na mshikamano, ambalo ni jambo kama Watanzania tunalihitaji kwa 100%. Hivyo na mimi nizidi kusisitiza na kutoa tu wito kwamba Watanzania tuna wajibu wa kulinda umoja tulio nao. Tuna wajibu wa kulinda taifa letu, tuna wajibu wa kushirikiana na serikali kuhakikisha kila mmoja anakuwa mlinzi wa amani ndani ya taifa letu. Lakini jambo lingine la kusisitiza, lazima tudumishe upendo, kuheshimu vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, kuhakikisha endapo tunahisi, tunaona kuna matishio, tunaona kuna changamoto, tuweze kuziwasilisha katika vyombo vinavyohusika ili tuweze kulinda umoja tulionao leo. Kwa nini tunasisitiza hivyo kama chama? Chama cha Mapinduzi kinaamini binadamu wote ni sawa. Chama cha Mapinduzi kinaamini katika utu na kazi. Chama cha Mapinduzi kinaamini palipo na amani kuna maendeleo. Hivyo kumchagua Dr. Samia Suluhu Hassan, moja ni kuchagua maendeleo, pili ni kuchagua amani, tatu ni kuchagua utu, nne ni kuchagua umoja, upendo na mshikamano wa taifa letu. Na chama pekee ambacho kinaweza kusimamia misingi ya amani na utulivu, chama kinachohubiri umoja, chama kinachohubiri upendo, lakini chama ambacho kimeleta maendeleo ya kweli kwa wananchi ni Chama cha Mapinduzi. Leo tukizungumzia mikopo ya vyuo vikuu imepanda kutoka 8,500 mpaka 10,000, pesa ya kujikimu ambao walikuwa wanapewa. Lakini ukienda kwenye miundombinu ya barabara, nchi nzima inajengwa. Na nyinyi waandishi wa habari na Watanzania wengine wamesafiri ndani ya nchi hii, kila unapoenda unapita kwenye lami. Maana yake serikali ya CCM imetekeleza kwa kiwango kikubwa. Unatoka Dar mpaka Kigoma utatembea na lami. Utatoka Iringa kwenda Mbeya, kwenda Katavi utapita na lami. Utatoka Dar es Salaam kwenda Tanga, kwenda Arusha utapita na lami. Na nchi yetu ni kubwa, huwezi linganisha na nchi nyingine yoyote ya East Africa. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwa namna gani chama hiki kimejikita katika kusukuma ajenda za maendeleo. Kwa hiyo akitokea mtu akasema hakuna kilichofanyika, unabaki unamwangalia, lakini wajibu wetu ni kuendelea kuwaelimisha, kuendelea kuwasisitiza kwamba nchi ilipotoka wakati wa baba wa taifa, amekuja mzee Mwinyi, amekuja mzee Mkapa, amekuja mzee Kikwete, kaja mzee Magufuli na leo Dr. Samia, haifanani, kwamba kila awamu ilifanya kwa kipindi chake. Kwa hiyo unakuta watu wengi kwa kuwa wamezaliwa, wameona lami zipo, shule zipo, hospitali zipo, hawajui taifa limetoka wapi. Kwa hiyo sisi kama Watanzania, kama waandishi wa habari, tuna wajibu wa kutoa elimu, lakini kurejea historia ili pia vizazi vingine vijue kwamba vilivyopo sasa vina historia kubwa. Kuna watu wengi ambao walipambana kufika hapa tulipo. Kwa hiyo jambo la mwisho nalopenda kuliomba na kulisisitiza, tuzidi kutumia kalamu zetu vizuri, waandishi wa habari, hasa katika kuijenga Tanzania tulionayo, kwa sababu nchi hii ni ya kila mmoja. Sote hapa ni kwetu. Tusipolinda nyumbani kwetu, endapo itatokea jambo lolote baya, wote tutakuwa ni wahanga. Lakini chini ya Chama cha Mapinduzi, chini ya serikali ya CCM, chini ya mgombea urais Dr. Samia Suluhu Hassan, ni imani yangu mambo yatakuwa mazuri na Watanzania wataendelea kufurahia kazi nzuri ambayo inafanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Baada ya kusema maneno hayo, ni washukuru, na kama kuna maswali, karibuni kwa maswali. Niko tayari kujibu maswali yasiyopungua 5. Karibuni sana. Kama yapo, kama hayapo basi itakuwa jambo jema. Kama yapo, karibuni. Basi nafikiri maswali hakuna. Mimi niwashukuru sana na niwatie moyo, tuendelee kuitenda kazi ya kulinda taifa letu, kumwombea mgombea urais, na kazi ifanye nini? Iendelee. Mungu awabariki sana. Asanteni sana.